Mimi niko mwanabunge katika Sud-Kivu, tuko 18 nabakia Sud-Kivu mimi peke 18 wala pita panazo wako Kinshasa, wako Ulaya, mimi sikukosa nauli hata leo nenda France tena. Basi ikiwa Jumapili, ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji, ujambo pote pale ulipo, matumaini kwamba wewe ni vema kabisa katika muda huu. Nikwambia kwamba ni tariki 4 mwezi wa kwanza mwaka wa 2026, ikiwa ni mwaka mpya mwingine kabisa baada ya mwaka 2025. Ninakupasha habari zangu ya kwamba tunapatikana mashariki mwake DRC, huku Kivu ya Kusini ni kwambako kituo cha habari hiki kinakuweza kupatikana. Ni kwangu mimi kuja kukupasha habari ikiwa kama vile jukumu langu kabisa, na hivyo kukupasha habari katika nchi ya DRC na hata kabisa ulimwenguni mzima, ikiwa tu habari zimekuja na kwako kukupasha. Haijalishi unapatikana wilayani Afrika, Umarekani, Asia, Oceania na hata huko Ulaya, ni kwako tu kutufuatilia. Lakini pia ungana nami kwa kujiunga kwenye subscribe hapo chini na kubonyeza alama ya kengele, unapata habari zetu mapema. Na kujiana katika hali ya usalama kabisa zaidi sana mashariki mwake DRC, Kivu ya Kusini na Kivu ya Kaskazini, na hivyo tu kabisa kukupasha pia na habari za huko Umarekani. Lakini naweza tu nikakuanzia mara moja ikiwa kabisa mashariki mwake DRC hapo Kivu ya Kusini ndiko ambako mapambano yaliendelea kujiri hapo jana, ikiwa tariki 3 mwezi wa kwanza mwaka wa 2026, ikiwa saa 9 za usiku kuamkia Jumamosi, ambako mapambano yaliendelea kujiri katika muda huo kabisa kati ya wahasi wa FCM 23 ambao wanaungwa mkono na jeshi la Rwanda kupambana dhidi ya jeshi la FARDC ambako wanasindikizwa na jeshi la Wazalendo. Duru za mahali zinaweza kuonyesha ya kwamba mapambano hayo yaliendelea kabisa kupamba moto katika maeneo ya Kashombo, Lubanda, Musingwe, ikiwa Katongo na Kigongo, ambako mapambano hayo yaliendelea kabisa kuwaka moto. Lakini milio ya risasi kubwa kubwa na zile za ndogo ndogo zinaendelea kusikika katika maeneo ya Uvira mjini hapo na hata pia Burundi katika maeneo ya Bujumbura. Ni kitu ambacho kiliweza kuleta wasiwasi katika maeneo hayo, na hivyo kuweza kuwafanya watu wengine kuwa katika wasiwasi na hali hiyo ya milipuko ya mabomu katika maeneo hayo ambako kuliweza kusikika milio ya risasi kubwa na zile ndogo. Hivyo wahasi wa FCM 23 wakiweza kabisa kutaka na kutangaza kuweza kabisa kuanzisha mapambano katika maeneo ya Kamituga, kuweza kushika maeneo kule katika tarafa la Mwenga. Hayo yote ni kutokana na hali ambayo inazidi kuendelea na kuonyesha ukichoma jiwe wa jambo ambalo liliweza kufanyika huko Washington DC, huko ambako Donald Trump aliweza kulingilia jambo hilo, lakini kuweza kuonyeshwa dharau kubwa na rais wa Rwanda Paul Kagame. Lakini na hivyo wahasi wa FCM 23 ikiweza kutangazwa na kuonyesha rasmi ya kwamba wahasi wa FCM 23 wanatoka maeneo ya Goma na kuja kabisa kwenye mapambano wakipitia njia ya maji ya bahari ya Kivu na kuweza kupitia Bukavu kuja kabisa kuongeza nguvu katika maeneo ya Uvira, ya kwamba wapate kuleta nguvu kubwa na kupambana dhidi ya majeshi ya Kongo. Hivyo ijapokuwa asubuhi ya leo hakujasikika milio ya risasi ambayo imeweza kushuhudiwa, lakini mkuu anayesimamia uvuguvugu wa raia, machozi ya raia, Dunia Amisi, ameweza kabisa kuzungumza kutokana na hali ya usalama kutokuwa vema, na hivyo kuweza kuonyesha ya kwamba shule haitoweza kufunguliwa siku ya Jumanne, ya kwamba watoto waende shuleni, na akiweza kabisa kushuhudia ikiwa leo tariki 4 majira ya asubuhi mwezi wa kwanza mwaka 2026 ya kwamba hiyo ni mipango ya adui na mtego wao, na hivyo limeweza kuonyeshwa wazazi wamoja na wengine watu kuweza kukimbilia Fizi
na wengine kukimbilia Burundi na hata wengine maeneo mengine tofauti na hawajarudi. Imekuwa kitu ambacho kinachanganya, na hivyo masomo kuweza kufunguliwa. Haijalishi hivyo tu, lakini Foudre Rouge mzalendo ambaye aliweza kabisa kulivalia jambo hilo njugwa na kuweza kulionyesha kwa kina ya kwamba shule hazipaswi kabisa kufunguliwa kutokana na hali ya usalama kuwa mbaya, na akionyesha huo ni mpango wa adui, kwa sababu anaweza akawashika wanafunzi wale ambao wameshainukia na hivyo kuweza kuwaingiza katika jeshi. Akizungumza mengi, na basi natumwachie. Mimi ni kijana wenu, kamanda wa vita General Foudre Rouge Igwe. Narudi hapa kuwafahamisha kidogo na kuwajulisha ya kwamba hakuna masomo mwaka huu katika tarafa la Uvira na katika mji wa Uvira, hususa idara Uvira mji na plaine na tarafa. Hakuna masomo. Haiwezekani, adui anazidi kuongeza jeshi lake katika tarafa la Uvira na mji wa Uvira, na sisi vijana wenu huku tunazidi kujikusanya kwa nguvu kuingia ndani ya mji wa Uvira, kisha masomo yafunguliwe. Wale watoto mnawatakia nini? Mama mwenye akili timamu ambaye amechukua ujauzito miezi 9 akamlea mwanae tumboni tangu miezi 9 hadi kwa mwaka alio nao wa shule, asitume mtoto wake kwenye masomo. Hakuna shule la vita alikuwagi. Hizo ni mbinu za adui. Huyo ni adui ndio anayeandika hizo makomunikasio zenye ziko za bike, sio viongozi vikuu vya shule ambavyo wameandika. Hapana, ni adui anafrape. Intelligence artificielle adui anatumikisha. Yaani kusema shule lianze siku ya pili. Hakuna shule katika vita. Wanapenda vijana wa kuinukia waende kwenye shule, wawakusanye wote, wawapeleke Rumangabo kwenye formation ya vita. Sasa ya pili, sasa itaanza lia Uvira wakati tutaanza pigana nao. Kwa sasa Uvira ni shamba la vita. Je, katika shamba la vita kunaweza kuwa shule gani? Hilo shule si ya kumalizisha watoto. Sasa inaanza lia. Uwe mama wewe utatoka kwako ukimbie uende kamata mtoto wa école primaire. Wala mtoto atajua tena kwako. Watoto watakufa wengi sana, kwa wakubwa kwa wadogo, hata walimu, hata wamama wale wanafundisha. Mtoto wa maternelle unataka mpeleka kwa masomo mwai wasiwasi, utamchunga? Walimu watakimbia kivyao na watoto kivyao, na watoto wanapotea na wengine wanakufa. Wanambinu wanataka kumaliza watu wa Uvira ili walete ushenzi wao wa Rwanda wakuye upanda katika mwingine. Na wakumbusha muangalilie kwa Ethiopia. Ndio mbinu zenye wanataka kufanya. Na wakumbusha kwa RCD wakati banabana Kabila Lepera na bana Kinshasa walikusanya watu wote, wanaume bamoya walienda kuterepaza, wengine kwa zuri Uvira yote mzima walikamataka wanaume wakawatosha nje na makatrili wakawakusanya kwa matere. Balikuwa wanasubiria wajitangaze Kinshasa wanabana na wanaua wale wanaume wote ili waende Rwanda balete waliana wakuye zala na wamama zetu wa dada zetu katika mji wa Uvira. Endapo watazala nao ile kile kizazi kinadomine ile na ile irase yetu inapotea. Ndio mbinu zao zile, kufungula masomo mvita. Hamuna viongozi hata hamuna viongozi wa kuwatetea. Msiposhimama mjitetee mwe peke, tuko prison en otage. Na tumbo ambalo limezala mbaya ni tumbu hizi zimezala hawa wakongomani ambao wanashindikiza wenye Rwanda. Hizo tumbu zimelaaniwa na heri zingelitoka. Wanataka kutufanya kama Ethiopia, wanataka kutugeuza. Hatuna viongozi. Muonee hapa wasuspendre Sylvain Ekenge, le général major porte-parole wa gouvernement côté FARDC, mwenye alikuwa anatetea utu, mwenye alikuwa anatetea utu wa kibinadamu, alitoshwa kwenye madaraka. Na journalist ambaye alidifize naye pia kafungwa. Kumbe na waomba ndugu zangu wapendwa, mwenye akili timamu, mwenye kulaaniwa, mwenye haiko na Mnyarwanda, hakuna masomo. Mie nawasaidia haiko kufavere yangu, ila nawasaidia kufavere yenyu. Musikufe sana, musikufe sana, na watoto wasikufe. Utabakia bila mtoto na ulikuwa na zalo 10, zalo 7, zalo 12, utabakia bila hata mjukuu. Utakufa, utazikwa kama imbwa.
Mumakambi Burundi kuko 55,000 yenye ilienda kule. Na niye mnabakia mule banabaua banabatinja. Bako banatinja sasa tushakuwa na statistique plus de 800 personnes égorgées. Tiwe kuchinja sa ng'ombe hivi mumuji wa Uvira. Kisha mnataka mfungule masomo gani yenye haina kichwa na miguu ya kumalizisha ndugu zangu? Na prefet mwenye utakuwa sikia alifika kwa masomo. Juu ya kuogopa M23, sie peke utakuwa mfuata. Hakuna masomo ambayo itafanyika katika vita. Tangu utawala wa Tilongo hatuyawahi pata masomo yenye tamaliza 10 mois. Leo muvita ndo mtakuya fungula masomo malizishe watoto. Hakuna masomo na mtishimame eko na muwaze sa bazazi. Hakuna masomo. Mshaona division iko na barua yake. Iko na makashe zake. Mewa barua zilizoko zinazunguka zimeandikwa kwa mkono. Sasa nataka niwaambie ndugu zangu, hakuna masomo. Chungeni watoto kumanyumba. Hizo imbwa zisibadanganye sije kuwauma meno. Ndugu zangu munisikilize sana, walio mbali na karibu, na mnisaidie kuhamamisha message hii kwa wakati wa Uvira, Plaine la Ruzizi, Luvunge, fasi yote. Hakuna amani, hatuyakuwa ndani ya amani. Tuko katika vita vikali sana. Vita vikali, sio vita vya ukabila. Heri ingelikuwa vita vya ukabila. Ni vita vya kutumaliza. Hakuna masomo. Ndipo mtafungula masomo, mtakuwa sema wazalendo ni wabaya. Sasa tutawatie mo masasi kule, mjue kama Uvira ni shamba la vita. Mlelee watoto wenu manyumba, hakuna shule. Na kuna mwalimu mwenye atakufa na njala juu aendi kwa masomo. Hakuna. Kwa hiyo alikuwa kijana wenu kamanda wa vita General Fundre Roger Igwe, ambaye alikuwa anawapatia message hii na muitangaze fasi yote. Hakuna masomo. Narudia kusema hakuna masomo. Le 6 janvier tarehe 6 mwezi wa kwanza hakuna masomo. Hivyo niongeze katika tarafa la Fizi mchini Baraka, kutokana na hali ya usalama kuwa mdogo zaidi sana katika mida ya jioni usiku, ambako milio ya risasi inaweza kusikika na hivyo kuweza kusababisha maafa au kifo cha mtu mmoja ambaye anakadiriwa miaka 21, aliyekutwa na mtu anayeshikilia silaha ila asiyejulikana na kuweza kabisa kumwomba alicho nacho, na wakati alipomwomba basi hakumwacha bure na kuweza kumfiatulia risasi, kitu ambacho kiliweza kuleta kifo kwa mtu huyo, lakini alipoenda mautiuti kwenye hospitali, lakini hakuweza pia kupata afya na kuweza kuishi. Jambo hilo liliweza kumuumiza sana mbunge wa jimbo Abongolo Mates, kwa jina lake maarufu akiitwa Mezoskal, akiweza kuongea kwenye msiba huo na kuonyesha mara ngapi wale wote ambao wanapiga risasi katika mida ya usiku ni wale kabisa wahasi wa AFC M23 ambao wanaweza kujipenyeza, akidai kuonyesha Baraka hakuna vita yoyote ile, lakini milio ya risasi kuweza kusikika. Jambo hilo aliweza kulionya vikali na kuonyesha kwamba halitaki kabisa. Tuko hapa ngazi zote za serikali. Wanajeshi FARDC wako hapa, hata wanavaki raia. Wazalendo wako hapa. Na maadministrative wako hapa. Hatupendi kuishi maneno kama haya. Mimi niko mwanabunge. Katika Sud-Kivu tuko 18. Nabakia Sud-Kivu mimi peke. 18. Wanakuja pita panazo. Wako Kinshasa, wako Ulaya. Mimi sikukosa nauli. Hata leo nenda France tena. Lakini nilipenda kuishi magumu ya raia. Kama pamoja. Hao kama tanua mila waliue. Na mimi nakufa pamoja. Ujumbe wangu ni kwamba hapa Baraka hakuna vita. Fizi hakuna vita. Vita vinasonga uve. Kwa nini maafa ya masasi hapa Baraka? Kwa nini maafa ya masasi
basi Fizi. Wale viongozi wako hapa waelewe kisha mimi nasema. Roger Lumbala kisha kufanya magumu wakati ya RCD anafungwa miaka 13. Baada ya yote tunafanya unavimba sasa kuna silaha wewe. Kisha vita kuko sheria. Kisha vita kuna sheria. Munavimba na masiraha. Kisha vita kuna sheria. Wale viongozi ambao wana nguvu ya kuwatia watu wao chini watafungwa. Jean-Pierre Bemba alifungwa kule Zeki juu ya mambo ya Afrika Central. Walikula batu ya kukula mtu. Watu wake walikula watu ya kafungwa. Watu wako wanauana hapa wewe utafungwa. Munajita majenero, munajita makomanda na bingine. Mchunge watu wenu mzuri. Bila vile mutafungwa siku moja. Najua kama mko hapa. Hatupendi kuona tena kama mambo kama haya hapa. Hakuna vita Baraka. Naambia raia Baraka. Baraka hakuna vita. Baraka hakuna vita. Baraka hakuna vita. Ile tunazika watu walikufa na masasi ni ya nini? Mulikamata silaha, mutachunga raia, munachunga mali yao na munachunga inchi. Silaha zenza mziwa za raia. Munapenda nini? Muko conniveance na watu wa M23. Hawa ambao wanapenda destabilize watu. Ni waasi wako hapa. Naambia makoni ushuhuda kwa makamanda wote. Waite watu watie chini. Baraka kuna vita. Watu waishi na amani. Na kama watanuchukia, waende wanione mimi nitakufa kama na huyu. Hakuna shida. Mungu awabariki. Baada ya hayo ambayo yanaweza kutangazwa katika mji wa Baraka, na mara moja tumalizie huko tarafani Ruchuru Masisi, ambako waasi wa FCM 23 waliweza kujisalimisha wakiwa katika idadi ya 323 ambao waliweza kujisalimisha kwa kundi la jeshi hilo la Congo FARDC. Na pia tumalizie huko wilayani Umarekani. Presidenti wa Venezuela Nicolas Maduro wilayani Umarekani ameweza kushuhudiwa ikiwa Jumamosi alfajiri kushikwa na jeshi la Umarekani ambalo linaitwa Delta Force, na hivyo likiweza kushuhudiwa kabisa kuwa jeshi maarufu Umarekani ambalo liliweza kubeba sifa ikiwa mwaka wa 2019 katika wakati huo, na hivyo kuweza kunyakuliwa na jeshi hilo, na hata kabisa kushuhudiwa Nicolas Maduro kuweza kunyakuliwa yeye na mke wake, na kuweza pia kuonekana katika ardhi ya Umoja wa Mataifa ya Kimarekani. Na huo basi ulikuwa ni mwisho wa taarifa ya habari nikikupasha leo tariki 4 mwezi huu wa kwanza mwaka 2026. Basi nikikuomba pia kuungana nasi tena katika vipindi vingine mwanzo hadi mwisho. Lakini kwa kujiunga, kubonyeza hapo chini kwenye alama subscribe na kubonyeza alama kengele unapata habari zetu mapema. Na basi nikujuza kwamba nitakujia tena ikiwa mapenzi ya Bwana. Asante.